Na pale mitaa ya Jangwani jana walitambulisha mchezaji ambaye ni raia wa Angola na huyu anakuja kwa lengo la kutibu ubutu wa safu ya ushambuliaji. Depp. Yes. Anaweza katibu safu ya ushambulizi ya Young Africans ambayo mimi binafsi ukiniuliza naweza nikakwambia ama nikakujibu moja kwa moja toka Fiston Mayele aondoke sijaona striker ambaye ana uwezo mkubwa wa kutibu changamoto ya magoli pale Young Africans. Sahihi. Kwanza hapo yule sio Depp. Yule ni goal machine. Okay? Yes. Ana uwezo wa kufunga kweli kweli. Nimeangalia michezo yake ambayo alimecheza katika ligi kuu nchini Poland. Hakuwa katika consistency kubwa, lakini katika takwimu zinasema katika mechi 10 amehusika katika magoli 2 pekee. Amefunga goli 1 lakini pia ametoa assist 1. Hiyo ni katika mechi 10, lakini msimu wa 23-24 ndio mchezaji ambaye alifunga magoli mengi sana. Alifunga magoli zaidi ya 25. Sio? Yeah. Sasa unamwona ni mchezaji ambaye ana IQ kubwa, anaweza akafunga popote pale. Labda niwaambie tu watazamaji wa Kemgongo TV kwa faida yao ni kwamba huyu Depp ana uwezo wa kupiga mashuti nje na ndani ya box. Okay. Ana footwork ya kiwango kikubwa kweli kweli. Uchezaji wake haujaachana sana na Didier Drogba. Watu wengi wanamjua Didier Drogba jinsi anavyocheza. Ana nguvu, Depp ana kasi, Depp anafunga kwa vichwa, Depp anafunga pia kwa miguu. Magoli ya kichwa ambayo ameyafunga Depp ni zaidi ya magoli 35 katika msimu wa 23-24. Sio? Okay. Magoli ya miguu peke yake ambayo ameyafunga Depp ni zaidi ya magoli 50 katika msimu wa 22-23. Kwa hiyo unaona hizo takwimu ni kubwa kweli kweli za aina gani. Mchezaji ambaye anaweza kukupa magoli 10 tu ya kichwa kwa msimu mmoja, sio mchezaji wa daraja la kawaida. Tulimuona Fiston Kalala Mayele alipokuja Young Africans. Alifunga pia magoli ya vichwa mengi, lakini alifunga pia magoli ya mguu mengi. Takriban katika msimu ambao alicheza Fiston Mayele, magoli ya vichwa na miguu ni zaidi ya magoli 50 pekee katika msimu ambao amecheza Young Africans. Kwa hiyo naona ni namba kubwa sana. Kwa Depp nadhani ni mrithi sahihi sasa hivi. Nimekwambia awali ni goal machine. Okay. Huyu nadhani atakuwa ni mbadala sasa wa Fiston Kalala Mayele, mzee wa kutetema. Huyu Depp atakuja kufanya balaa kubwa hapa nchini kwa sababu uchezaji wake na aina ya wachezaji ambao wamemzunguka Depp. Hapa namzungumzia Maxim Pianzengeli. Sijamsahau Mudathir Yahya Bas. Sijamsahau Paco Mezuzwa. Sijamsahau Duke Abuya, lakini sijamsahau mwamba kabisa Musa Bala Conte. Ni mchezaji kweli kweli. Ukimwona jinsi Depp anavyo receive mpira, na nimekwambia awali footwork yake ni 100%. Mimi ninachowaambia tu mashabiki na wadau wa soka ni kwamba kwa mchezaji huyu ambao wamemsajili Young Africans, wasubirie tu kuona mfereji wa maji ukimiminika kwa magoli mengi zaidi, na timu za Tanzania zijiandae kwa sababu ni balaa ambalo limekuja NBC sasa hivi. Sawa, Damiano, tutazame namna ushindani wa namba utakavyokuwa kwa Depp, lakini na nafasi ambayo mchezaji mwingine ambao kwa sasa ipo. Depp na Dube wanacheza same position. Dube inampa pressure kwa kiasi gani ujio wa Depp ambaye Depp huyu ambaye tunamzungumza hii leo ni ambaye anakuja kusimama kwenye namba ambayo Dube anatakiwa kucheza. Muda huo Dube anampitia kwenye wakati wa panda shuka hapa katikati. Na kuna Clement pia Mziza. Na kuna Clement Mziza ambaye akirudi kwenye hali yake ya kawaida anarudi pale. Ndio. Nafasi ushindani ukoje? Dube ataendelea kupata namba? Na vipi kuhusu saikolojia yake? Itarudi kwenye utimamu mkubwa kwa sababu sasa hivi pressure inazidi kuwa kubwa. Yes. Obviously ukiwa timu kubwa lazima uwe na matokeo makubwa. Ukiwa timu kubwa katika mechi ngumu lazima uonyeshe ukubwa wako. Nadhani sasa hivi ni wakati sahihi sasa wa Dube kuweza kujitafakari. Hauwezi ukakosa nafasi 5 za wazi katika mechi moja and then ukarudia kitu hicho katika mechi ya pili ukakosa nafasi 3, ukarudia tena katika mechi inayofuata ukakosa nafasi 2. Katika room ya mashindano ya CAF Confederation, NBC, ligi yoyote, hata Toto Images Africa Cup of Nation, ukipata chance moja unatakiwa uitumie. Tumeona Nigeria, Ademola Lookman akifanya mapinduzi. Nafasi moja amepata, ameconvert, imekuwa goli. Wanasema one chance one goal. Yes, Victor Osimhen Nigeria. Chance moja
Sadio Mane Senegal, nadhani tumeona jinsi anavyotumia nafasi vizuri. Sasa ukiwa kama striker unatakiwa utengeneze namba. Mayele alivyokuja katika ligi kuu ya Tanzania imemtengenezea namba kubwa kweli kweli. Nafasi moja goli, nafasi mbili goli moja, mpaka amekuja kusajiliwa na Pyramids FC ya nchini Misri. Sio jambo dogo kaka. Kwa hiyo unaona kabisa ni namba ndio inakupa credit, namba inakupa CV ya wewe hata kwenda kucheza mashindano makubwa. Sasa kwa Depu huyu ambaye amekuja, upinzani wa namba lazima uwe mgumu, kwa sababu Depu anaweza akafunga nje ya box. Depu anaweza akafunga magoli ya kichwa, lakini kwa Dube tulimuona kwenye nafasi ambazo anazipata anazitumia vibaya, mpaka mwisho wa siku akaanaomba pia kutufanywa wasabu na huku. Hapo pia ashukuru Mungu Mzizi alikuwa anaumwa. Kama Mzizi angekuwa fit 100% nadhani nafasi yake ingeshachukuliwa. Kwa hiyo kwa nafasi ya Depu kuja katika kosi cha Yanga, nadhani italeta umakini mzuri wa kutumia nafasi. Kila mchezaji atatamani nahitaji nivae jezi nikaipambanie klabu yangu, nahitaji nikaipambanie timu yangu kuweza kupata matokeo. Na ukianganisha tarehe 23 pia Young Africans na anaingia katika mzigo kucheza na National Al Ahly. Ni aina ya wachezaji, ni aina ya timu ambayo haikupi room kubwa ya kutengeneza nafasi na kuziconvert kwa magoli. Nafasi moja umeipata unatumia hiyo. Nimefurahi pia jana kuwaona wachezaji hawa Depo moja na Alan Okello kuanza mazoezi, kwa sababu ni kitu ambacho tunakitarajia, na mashabiki wa Young Africans pia na wanachama watakuwa wanafurahia pia kuona wachezaji wao wameingia katika mazoezi na kujiandaa na michezo ambayo inakuja. Kwa hiyo kwa ushindani wa namba Young Africans lazima utakuwa ni mkubwa na mgumu kweli kweli. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DStv, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.